Moja ya jambo kubwa ambalo kwa sasa Watanzania tunaendelea kujivunia ni kubakiza timu moja kutokea hapa nchini Tanzania ambayo bado inaendelea kushiriki michuano ya CAF, nikiwa na maana michuano ya CAF Confederation, na hapa namzungumzia mnyama Simba, licha ya Dar es Salaam Young Africans kuondolewa katika michuano hiyo ya CAF Champions League ambako yeye ndiko alikokuwa anashiriki. Kwa sasa hivi tumebakiza masaa kadhaa tu kwenda kumtazama mnyama dhidi Al Masry wa Arabu hawa. Kwa rekodi ambayo Simba amekuwa nayo huko nchini Egypt, sio matokeo mazuri sana. Pengine leo anaweza akatupa surprising kubwa sana. Ndani ya Data Sports, jina langu ni Florence Renatus, nipo na Steven Mapunda, ataendelea atatupitisha katika takwimu chache kuelekea katika mchezo huu. Pengine kuna mengi sana ambayo huyafahamu kuhusiana na kikosi cha Simba na namna gani ambavyo wataweza kupata matokeo katika mchezo huu, kwani matumaini yetu makubwa kwa Watanzania wote na Afrika Mashariki ni kumuona mnyama anapata matokeo huko nchini Egypt. Kwa nguvu kubwa ya bat quality, wauzaji na wasambazaji wa mabati bora kwa sasa nchini Tanzania, inaendelea kukukumbusha tu ya kuwa hasa katika kipindi hichi cha mvua, hakikisha unaweka bati bora. Hata ukiwa unalala hivi, basi unalala ukiwa na amani kweli kweli. Ukiangalia na shughuli za siku nzima, basi unarudi nyumbani ukiwa na amani. Hata mvua ikiwa inanyesha, wewe unapata usingizi ambao tunasema usingizi mwanana. Steven Mapunda, watazamaji wa Data Sports, moja ya kitu ambacho wanafaidi kutoka kwetu ndio ni uchambuzi ambao umejaa ukweli na uhakika. Yes. Yaani mtu akienda kutazama mchezo hivi, anaanza kukumbuka Steven alisema nini kwenye ule mchezo. Ndiyo. Basi haya ndio ambayo ninayaona hapa uwanjani. Bana, mnyama leo ana kibarua dhidi ya Waarabu. Yalishazungumzwa mengi, tumechambua mengi. Pengine kunayo ambayo unayaona yanaweza kumpa mnyama faida ya matokeo ya ushindi katika mchezo huu. Tuanzie hapo kwanza, kwa sababu maana Data Sports ni kwa kiwalisia wengi ni Watanzania kama sisi. Wanaoifuatilia Data Sports kiwalisia wengi wao ni Watanzania. Kwa hiyo wana matumaini ya kwamba mnyama atapata matokeo, lakini swali litakuja, atapata matokeo kwa namna gani? Tuanzie hapo Steven. Namna gani ambavyo unamuona mnyama katika mchezo huu anakwenda kupata matokeo? Ukiangalia Simba kihistoria, nchi za kaskazini amekuwa na matokeo magumu sana. Ndio. Na hiyo imekuwa ikimtesa zaidi. Sawa. Na hata ukiangalia mara ya mwisho alipokwenda kucheza na CS Function, aliweza kupata goli moja kwa sifuri akiwa ugenini, lakini pia alipokuwa hapa nyumbani aliweza kumfunga goli 2-1. Sawa. Moja timu ambayo iliweza kumpa alama 6, kwa maana kwamba home and away, timu kutoka kaskazini ambayo ni kutokea nchini Tunisia. Kwa msimu huu kwa upande wa Simba Sports Club tunamtem kama ni mtu ambaye amefanya improvement kubwa sana, kwa maana kwamba tumeona mara kadhaa ambapo akiwa anafuzu kwenda hatua ya robo finali amekuwa ni mtu ambaye akitegemea zaidi kwa Mkapa toki mtu. Sawa. Lakini safari hii tunaona amekwenda kucheza na Blavos, ameweza kupata matokeo chanya, kwa maana kwamba aliondoka na alama 1, lakini Blavos huyo akiwa hapa Tanzania aliweza kumchangia alama 3. Kwa hiyo ameenda robo finali akichukua alama 4 kwa Blavos. Tukija kwa Function, naye pia alimchangia alama 3 kwa Mkapa, lakini pia alienda akamchangia alama 3 akiwa Tunisia. Kwa hiyo ameondoka na alama 6. Mtu ambaye ameweza kugawana alama ni mmoja tu, ambaye ni nani? Ni CS Constantine, ambaye huyu kwao alitamba, aliweza kumfunga Simba goli 2-1, lakini alipokuja kwa Mkapa alipigwa 2-0. Kama ingekuwa una qualify katika hao wawili, maana yake Simba alikuwa na uwezo wa kuqualify, kwa maana kwamba goli aggregate Simba alikuwa na faida zaidi, kwa maana alikuwa na magoli 3, wakati huo Constantine anabaki na magoli mawili. Kwa aggregate anakuwa Simba na faida zaidi. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia kitakwimu na kimwenendo wa kufuzu kwenda hatua ya robo finali, Simba rekodi yake ni kubwa zaidi kuliko hata Al Masry kabisa, kwa sababu ukimwangalia hata Al Masry mwenyewe katika kundi lake alikuwa ameshika nafasi ya 2. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, Simba anapata auheni kubwa na pressure inakuwa kubwa zaidi kwa upande wa Al Masry kuliko Simba Sports Club. Na leo hii sitegemei kumuona Fadru akicheza tofauti na vile ambavyo aliweza kucheza alipokwenda nchini Libya. Kwa sababu alipokwenda nchini Libya alicheza kwa nidhamu ya hali ya juu na aliweza kudefense zaidi. Na leo hii mimi nategemea Fadru hata akitumia mfumo wa 4-2
3-1 pia inaweza ikamlipa zaidi. Ikamlipa zaidi kwa maana gani? Kwamba anaweza akatumia mabeki 4 lakini pia akatumia viungo wakabaji wawili. Kwa maana kwamba pale nyuma anaweza akamweka Yusuf Kagoma, akamweka na Fabrice Wambangoma. Kwa maana gani? Kwamba Fabrice Wambangoma amekuwa ni mzuri zaidi kwenye mipira mirefu ya kuweza kuchungulia mashimo. Kama kukiwa na mtu ambaye anaweza kumkabia vizuri, basi itakuwa na ulinzi mzuri zaidi. Wakati huo Yusuf Kagoma atakuwa mlinzi kwa sababu pia kwa urefu wake, ukiangalia urefu aliokuwa nao na ukiangalia urefu ambao aliokuwa nao Mahmoud Hamada, ambaye huyu Mahmoud Hamada ni kiungo mshambuliaji upande wa Al Masry na ana goli 2 katika michuano. Kwa kama Kagoma akicheza katika kiungo cha chini akisaidiana na Fabrice Wambangoma, tafsiri yake ni nini? Kwamba itakuwa inampa ulinzi zaidi upande wa Abdulrazak Hamza pamoja na Chamu Karabwa. Umeelewa? Watakuwa na ulinzi zaidi kwa sababu ya kivimo ambavyo alivyokuwa navyo Yusuf Kagoma, lakini pia na kimo ambacho alichokuwa nacho Fabrice Wambangoma, ambao huyu ukimwangalia Fabrice urefu wake unakuwa unamfavor zaidi ukija kumlinganisha na Mahmoud Hamada ambaye amekuwa ni mchezaji hatari zaidi. Wakati mwingine huwa anaanza kama namba 8, lakini kulingana na mfumo ambao mwalimu huwa anaingia nao zaidi wa Al Masry, endapo anapokuja kukutana na timu ngumu, mara nyingi sana huwa anapenda kutumia 4-1-4-1. Kwa maana hiyo kwamba kwa aina ambayo Simba wanacheza, wakiweka mfumo wa 4-1-4-1 itakuwa inampa wakati mgumu Simba kwenye kuweza kufungua, lakini sitegemei mwalimu akaingia na mfumo huo wakati yeye akiwa anahitaji kuweza kupata matokeo. Umeelewa vizuri? Kwa ina maana kwa Simba mwalimu atakaoingia nao Al Masry huenda akaopti mfumo wa 4-2-3-1 ambapo hiyo inaweza kidogo ikamlipa zaidi mwalimu wa Al Masry. Lakini kama akiweka mfumo huo na wakati huo kama Fadlu Davis atakapokubaliana kumtumia Fabrice Wambangoma, Yusuf na Kagoma, Yusuf Kagoma, lakini pia akiamua kumtumia na Fernandez Mavambo, manake viungo watatu katikati. Ambapo Mavambo atakuwa anacheza kiungo cha juu. Wakati huo huku nyuma kukiwa na viungo wawili ambao wanasaidia kwenye ulinzi. Mavambo akiwa anasimama pale juu, maana yake sasa watakuwa wanafanya mipishano kati ya Mavambo na Fabrice Wambangoma. Umeelewa? Wakati Mavambo anakuja kufanya coverage, Fabrice anakuwa anasogea mbele, amepanda mbele. Wakati Fabrice yuko nyuma kwenye kuhakikisha ulinzi zaidi, wakati huo Mavambo anakaba akiwa amekabia juu. Kwa maana hiyo itakuwa inampa wakati mgumu zaidi hata pale wanamuita Fakhreddin Ben Yusuf ambaye ameonekana kuwa na hatari zaidi, anatokea pembeni, lakini mara nyingi sana wanapenda kukata uwanja kuingia katikati. Kwa atakapokata uwanja kuingia katikati, Simba wanaye Elim Panzu, ambaye Elim Panzu kwenye kukaba yuko vizuri sana, lakini huwa anapata ofa zaidi ya mikimbio aliyokuwa nayo. Amekuwa mwepesi sana kwenye kukimbia, amekuwa mwepesi sana kwenye kuonekana kwenye maeneo ya hatari. Kwa kama watakuwa wameweka wachezaji wa kukaba zaidi upande wa Simba, kwa maana kwamba Mavambo atakuwa anamsaidia Elim Panzu kukaba, Fabrice atakuwa anamsaidia Elim Panzu, Yusuf Kagoma atakuwa anamsaidia Elim Panzu. Lakini wakati huo kumbuka kuna kiungo mshambuliaji wa Simba Kibu Denis Kimbumkandaji anatokea pembeni, ambaye naye huyu naye pia amekuwa ni msumbufu zaidi, na tunategemea anaweza asimpe utulivu wa kutosha Amri Sadawi, ambaye Amri Sadawi huyu beki wa kushoto upande wa Al Masry amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kufanya overlapping na kupiga cross. Na katika hii michuano amefanya hatari nyingi, ameweza kufanya pre-assist 2, lakini pia katika ligi ameshatoa assist 3. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hata ukija kufuatilia katika wanasema kwamba green light katika green light lazima utaikuta green light ipo upande wa Sadawi, utakuta kwa Ben Yusufu, utakuta kwa Mokseni, mshambuliaji kinara upande wa Al Masry. Kwa kama Simba wakiingia katika mfumo huo kwamba leo hii tunataka tuanze kukabia kuanzia nyumbani kwao, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kuzuia kwanza kutokuruhusu magoli mengi ama kutokuruhusu kabisa. Lakini kwa ubunifu ambao alikuwa nao Elim Panzu ambao walimkosa katika mechi dhidi ya Al Tripoli, kwa leo anaweza akawanufaisha zaidi kwa sababu amekuwa mwepesi zaidi kwenye kuingia kwenye mashimo, lakini pia
amekuwa ni mtu ambaye anapenda zaidi kucheza katika 18. Okay. Ni mchezaji ambaye anatokea pembeni, lakini mara nyingi sana angalia hatari zake nyingi anaingia ndani ya 18, ndani ya 18, ambapo hapo wanaweza kupata manufaa ya kuweza kupata either free kick au kuweza kupata penalty katika penalty box area, lakini pia kuweza kuwafanya mabeki ukimwangalia ule Mohamed pamoja na Sadawi wakose utulivu katika eneo la mwisho, huenda likawafanya waweze kuchanganyikiwa zaidi na kuweza kuifanya Simba iweze kupata matokeo ama kuweza kuzuia idadi kubwa ya magoli upande wao. Ni Steven Mapunda huyo akitupa tathmini yake fupi kuelekea kwenye mchezo kati ya Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, namna gani ambavyo mnyama anaweza kufanya kwa ajili ya kupata matokeo, nikiwa na maana ya kufunga magoli, lakini pia namna gani ambavyo mnyama anaweza kufanya kwa ajili ya kuhakikisha hawezi kufungwa goli. Steven, kiufupi kidogo, moja eneo ambalo limekuwa na changamoto bado imekuwa ni 50 kwa 50 ni eneo la goalkeeping ya Simba, nikiwa na maana eneo ambalo anacheza Musa Kamara Pingping. Pengine ni mchezaji ambaye ametoka majeraha, hajacheza mechi yoyote. Kwa sasa anaenda kwenye mechi ambayo ina pressure kubwa sana, mechi ambayo inahitajika kupata matokeo, lakini pia naamini hata wapinzani wao ambao ni Al Masry wana taarifa kwamba goalkeeper wao alikuwa majeraha. Sasa pengine unahisi ni nini ambacho kinapaswa kufanyika hasa katika defensive lineup ya kikosi cha Simba, kuangalia namna gani ambavyo wanamlinda goalkeeper wao, au katika eneo la goalkeeping kiujumla wewe unalionaje kwa Simba? Pengine linaweza ikawa ni moja ya madhaifu ambayo wapinzani wanaweza kuyatumia kwa wao kupata goli. Upande wa Musa Kamara mimi sioni changamoto kubwa. Kwa sababu kwanza huu ni sweeper goalkeeper wa kisasa na pia ule mfumo wa goalkeeper anadaka kama nyani kwa huyu haupo. Wala mpira uchangani kwa tunaambiana hivyo. Sawa. Kwa Musa Kamara hiyo kitu haipo. Okay. Kwa hiyo uwepo wake yeye kwanza unatengeneza comfort kwa upande wa ulinzi wa Simba Sports Club, alafu pia kujiamini kuna kwa hali ya juu. Okay. Kwa hiyo ina maana uwepo wake yeye pale utulivu unakuwa mkubwa, kwa maana ya kwamba ukimchukua Shamu Karabwa, ukimchukua Brazza Kihamza ambaye ni beki mzao na utulivu wa kutosha, na Brazza Kihamza ameshacheza sana na Musa Kamara, kwa kuna zile password ambazo tayari wanazo. Okay. Tunaamini kabisa kuna kitu kizuri ambacho kitafanyika. Lakini pia ukimwangalia Musa Kamara, udhaifu wake mkubwa aliokuwa nao ni kwenye catching. Catching yake sio nzuri zaidi. Kwa maana ile mipira ya kutokea. Yani catching, yani kushika mpira. Yani mipira yake mingi huaga ikai mkononi. Na ukiangalia hata magoli mengi ambayo anakuwa anafungwa ni kutokana na catching. Rejea mechi ya Simba na Yanga ambapo free kick inaopigwa na Chama, inakwenda inazuiliwa, yani inatolewa nje na ingia ndani. Alafu Maxim pia Zengeri anafanya jambo, Kijiri anajiweka. Kama unakumbuka. Nakumbuka vizuri. Kwa katika maeneo kama hayo amekuwa na hiyo kasoro ndio ipo kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa mchezo kama wa leo, kwa sababu Simba wataingia katika programu ya kwanza, tuwafanye kwanza wao wasipate matokeo. Nilikuwa nimemsikiliza Benshika ambaye alikuwa kocha kuifundisha Simba. Akawa anawaambia kwamba Simba kitu ambacho watakaachofanikiwa kuhakikisha dakika 20 za mwanzo wasiruhusu goli. Pengine itaongeza kujiamini kwa Simba. Wasiruhusu goli, kwa sababu lazima Al Masry wataongeza pressure zaidi katika dakika 20 za mwanzo aweze kupata goli. Kwa kama kocha wa Simba ataingia na mfumo huo wa mabeki wa 4 walinzi wa viungo walinzi wawili, tayari ulinzi unakuwa upo mwingi wa kutosha zaidi. Pale ambapo wanapokuwa wanashambulia, ina maana kwamba Simba watakuwa wanazuia watu 6. Watakuwa katika eneo la kiulinzi wakiwa wanazuia. Wakati wakiwa wanashambulia, Simba wanakuwa wanashambulia watu 5, kwa maana kwamba wawili ukichukua na wale watatu wa mbele. Umeelewa vizuri? Na pia wakati wakiwa wanazuia, ina maana kwamba Kibu Denis anaongezeka katikati, Elim Panzo anaongezeka katikati. Wakati huo Shabalala pamoja na Kapombe wanatanua mapana ya uwanja. Wakitanua mapana ya uwanja, pale eneo la mwisho panakuwa na uwazi kwenye namba 2 na namba 3, ambapo sasa hapo unamuona Fabrice Wambangoma, unamuona Yusuf Kagoma wakati wakiwa wanazuia. Lakini wakati wakiwa wanashambulia, unaona vile viungo viwili vikiwa katika eneo la juu, wakati huo nyuma wakiwa wanafanywa backup na wachezaji wasiopungua 3. Kwa endapo ikitokea kama pale atakuwa ni Ateba, endapo ikitokea Ateba ameshindwa kuhold mpira,
basi hapo kunakuwa na uhai kwa Deborah Fernandez, kunakuwa kuna uhai kwa Elim Panzu pamoja na Kibu Dennis. Wakati hao wote wakiwa wamefeli, basi kazi chafu zinakuja kufanywa na Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Wambangoma. Bwana, amemaliza hivyo Steven Mapunda. Kama umemsikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, naamini utakuwa umepata kitu na utakuwa umepata ile picha nzima ya mchezo kati ya Almasry dhidi ya Simba, namna gani ambavyo utaweza kuwa hapo uwanjani. Mimi ni Florence Renatus ndani ya Data Sports. Siwezi kumaliza bila kuacha kuwataja Tannice, wauzaji na wasambazaji wa pool table bora kwa sasa nchini Tanzania. Acha kucheza zile pool table ambazo zimeinama mara mguu mmoja umeanguka. Hakikisha unawatembelea Tannice ili uweze kujipatia pool table yako bora. Unajua tunaitumia michezo kama sehemu ya kurefresh akili zetu. Naomba nikutakia wakati mwema na majukumu mema. Nyuma ya kamera alikuwepo Madam Nuru.